Okay, karibu tena ndugu mtazamaji wa YouTube channel yetu. Leo tuna habari nyingine katika majira na nyakati. Tutazungumzia sana Biblia katika ulimwengu wa sayansi. Kwa hiyo mwalimu, ningependa tuanzishe hivi, unakubali kwamba Biblia ni kitabu sahihi na vile vile unasema kwamba kinakubaliana na sayansi. Kwa hiyo ningependa ufungue kwa kuanzia. Kwa hiyo naamini kwamba Biblia inakubaliana na sayansi. Ningependa uanzie hapo kisha tuangalie mengine. Okay. Mwanikumbusha mtu mmoja anaitwa Nikodemo. Alikuja kwa Yesu usiku katika Yohana ile sura ya 3 mstari wa 5. Sawa. Alipokuwa anaambiwa kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Sasa alivyoambiwa vile, asema sasa inawezekanaje? Kwamba mzee aingie kwenye tumbo la mama azaliwe tena? Yesu akamwambia, wewe ni mwalimu katika Israeli, mambo haya hauyajui? Kama ninawaambia ya duniani ambao ni ya kawaida hamuyaelewi, mtaelewaje nikiwaambia mbinguni ambao hakuna aliyekwenda mbinguni isipokuwa aliyetoka mbinguni ambaye ni mwana wa Adamu? Kwa yapo ambayo ya duniani ambayo yapo kama Kumbukumbu 29 inasema yaliyofunuliwa ni ya kwetu sisi na watoto wetu, yaliyo siri ni ya Mungu. Kwa hiyo hii dunia ambayo tunaishi ni dunia ambayo naweza nikasema wote tumeikuta, watu tumeikuta, na tuna muda mfupi sana. Taarifa zake kusema uzijue hivi inakuwa ni vigumu, maana mpaka upewe nini? Upewe taarifa kwanza halafu uzikusanye. Lakini tukaja katika habari ya kwamba Biblia katika ulimwengu wa sayansi, maana Biblia wengi sana wanaweza kuona kwamba ni kitabu cha mambo ya rohoni tu, mambo ya dini, lakini unaposema sayansi unajaribu kuzungumza kanuni. Okay, katika uumbaji wa Mungu inavyoonekana, taarifa anazozipata ni kwamba kaumba kwa miujiza tu pasipo kitu. Ila baada ya kuumba basi ukajikuta kwamba tayari kuna kanuni ambazo zimewekwa za dunia au na ulimwengu kwa ujumla, ambazo unapotafuta vizuri katika sayansi, ukiacha sayansi na teknolojia, sayansi unakuja kwa mfano kama somo mathematics, hesabu, physics, astronomy. Yani maana kuna logic, ni kuna sheria au kanuni za vitu ambavyo ukizifuatilia zaidi, ukikusanya zile data, maana yake ni kwamba unapata muongozo wa kujua kitu. Kuna kitu inaitwa mathematical progression, ukapata kitu fulani. Sasa Biblia ukitazama ni kwamba imechukua nyanja zote za maisha, kwa sababu ina mfumo fulani wa kimahesabu. Na unapotaka kujua vizuri, karibu wanasayansi wengi sana walioanza kufanya utafiti, najaribu kuona kwamba walikuwepo wale wa kule Uyunani ama Ugiriki. Kuna wanafalsafa ambao ni akina Socrates, Plato na Aristotle, ambao wale kwa namna fulani ni baada ya vita, walipigana vita fulani wakauana kwa miaka 27. Baadaye sasa wanafalsafa akajiibuka kuuliza makusudi ya maisha, lakini baadaye ni kwamba wakaanza kusababu vitu vingi sana. Lakini baadaye mwanadamu sehemu namba moja iliyomwezesha kujua sayansi ni kuchunguza anga. Yaani maana kulikuwa na swala kuchunguza anga, ambapo kule mbeleni tutaongelea kwamba ni elimu ya astronomy. Lakini tunaona hata kabla ya hao unaosema kwamba hawa wa Yunani ambao ni Wagiriki, na wametajwa sana katika vitabu, hata kwenye Matendo ya Mitume ile sura ya 17. Lakini kuna hawa wa Misri. Misri imetajwa sana katika Biblia, ambapo inaonekana kwamba hata Ibrahim alikwenda Misri, Isaka kina Yakobo, lakini hata Yesu kile kipindi. Lakini Misri ile ni nchi ambayo iko katika ni kama jangwa, lakini inategemea sana mto Nile, ambapo mto Nile unatoka Afrika Mashariki katika ziwa Victoria. Sasa walivyokuwa kule Misri, ukitazama ni kwamba kulikuwa na sayansi ilianza mpaka ujenzi wa mapiramidi kuna hesabu zake. Lakini baadaye kuna kitu kikubwa sana kigundua ni kwamba wao walikuwa wanategemea sana ule mto Nile kwa ajili ya kilimo. Kwa hiyo sasa kwa ajili hiyo kuna kipindi fulani wale mapriesti au viongozi wa dini wale wakajaribu kuchunguza anga, wakaona siku moja kwamba kabla ya mafuriko ya mto Nile kuna nyota moja ilikuwa inaong'aa sana. Sasa wakaifuatilia mara ya kwanza inavyong'aa mara ya kwanza mpaka itakapoonekana tena, wakakuta kuna jumla ya siku 365
365. Wakapata jibu kupitia anga kwamba kumbe mwaka una siku 360 na ngapi? Na 5. Wakaanza miezi yao kila mwezi una siku 30, ila wakawa wameongeza siku 5 ambazo siku 5 za sikukuu au ni kama za sikukuu na masuala ya kula kitu kama hicho, ili kutimiza siku 365. Kwa hiyo ni muda mrefu sana. Ukiangalia katika wale mafarao ni zamani sana, ni zaidi ya miaka 1500 kabla ya Kristo, lakini wakawa wamepata vitu kama hivyo. Hao ni katika uchunguzi ule wa kisayansi, bila sana kuigusa Biblia. Lakini sasa ili uweze kuijua sayansi, ina maana kwamba lazima udili na kitu unachokiona. Kwanza wewe mwanadamu kuna kitu unashughulika nacho, unafanya uchunguzi. Unafanya uchunguzi wa anga, unafanya uchunguzi wa bahari, unapata uchunguzi wa kila namna. Halafu unatafuta kanuni, unakusanya data. Sasa kitu moja kama ambacho kimeonekana kwanza ni masuala ya rotation na revolution. Yaani maana yake unapozungumza rotation, unazungumza juu ya dunia kujizungusha katika mhimili wake. Lakini kuna habari ya revolution ambapo ni dunia kulizunguka jua. Sasa tukiacha sayari nyingi, constellation mengi, hebu turudi na sayari ya dunia. Sasa kitu ambacho nimekipata ndani ya Biblia katika kitabu cha Mwanzo, kwa mfano ile Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 14 inazungumzia habari ya mwezi, ila katika kabla habari ya mwezi tunaona habari ya uumbaji. Kwa sababu taarifa huwezi ukajua uko wapi wewe mwanadamu bila kujulishwa kwamba umetoka wapi. Unaona? Kwa hiyo sasa ikaonekana ukisoma kitabu cha Mwanzo unajaribu kuona kwamba kwa mfano alivyosema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mwanzo unajaribu kuanza kupewa nyakati na majira, kwamba kabla ya hapo kulikuwepo na nini, kama kuna malaika Mungu amekuwepo kiasi gani hauambiwi. Unaambiwa kuhusu mwanzo wa sayari ya dunia na vitu vilivyojaza dunia. Katika hivyo anasema na roho wa Mungu alikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Halafu kasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kwa tamko ambalo tunaliona pale, linalotamkwa ni nuru. Na nuru maana yake tunaiona kwamba inafanyika. Nuru inautenga usiku na mchana. Na kwa mujibu wa Yohana 11:9 inazungumza kwamba je, masaa ya mchana sio 12? Unapataje kwamba kumbe kuna masaa mengine 12 ya usiku kabla ya yale ya mchana? Kwa hiyo kwa akili ambayo kama Yesu anavyosema katika 24:15 asomee na afahamu, inakurudisha nyuma na kugundua kwamba yale maji vipi? Je, aliumba mabilioni? Hapana, kwa sababu katika kitabu cha Kutoka 20 ikasema maana kwa siku 6 Mungu aliumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyopo vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa hiyo katika habari kuna kitu wanasayansi wanasema kuna Big Bang Theory ambapo ni mlipuko wa hewa ya hydrogen. Sasa tukirudi hapo unajikuta kwamba tuwashumu kwamba na inakwenda sawa kwamba katika ule usiku kuna swala la kwanza kuumbwa kuna kitu kama hewa. Lakini kuna mavumbi ya ardhi. Lakini kingine ambacho kinafuata ni maji. Inamaanisha kasema katika ile masaa ya usiku kuna nini? Habari ya hewa, kuna mavumbi, halafu kuna maji. Baadaye akasema iwe nuru, ikawa nuru. Ambayo ilikuwa ni siku ya ngapi? Siku ya kwanza. Unaangalia siku ya pili ambayo kinafuata ni kwamba kulikuwa na ukungu, yakaja mawingu, baadaye ikaja nini? Ikaja mbingu. Lakini siku ya tatu tunaona kwamba kuna bahari, lakini baadaye kuna nchi, halafu kuja mimea. Siku ya 4 ndio tukaona kwamba kuna jua, kuna mwezi na kuna nyota. Siku ya 5 tukaona kunaumbwa samaki pamoja na nani? Samaki na ndege wa angani. Halafu siku ya 6 tunaona kwamba vitambavyo, yani wadudu pamoja na nani? Na wanyama, lakini mtu kama mtawala akaumbwa mwishoni. Sasa hivi unaona jinsi ambavyo mfuatano wa matukio. Sasa tukio ambalo limechunguzwa zaidi ambalo linahusu anga zaidi ni ile siku ya 4 ya juma la uumbaji. Anaposema Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya usiku na mchana. Na iwe ndio dalili na majira na siku na miaka. Ukija sura ile mstari wa 19 akasema ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya 4. Kwa tunaona kwamba katika juma la uumbaji ni kwamba jua, mwezi na nyota vinaumbwa katika siku ya 4 ya juma la uumbaji. Lakini kusudi lake nini? Ni majira. Sasa hawa wanasayansi kitu ambacho wamekitazama ni kwamba namna tunapataje usiku na mchana? Tunapataje majira, labda kwa mfano kiangazi, kipupwe, masika na mvua na vuli. Kwa hii tunavipata kwa sababu inaonekana kwamba kabla yake kuna kitu ambacho wanaita heliocentric theory, kuna geocentric theory. Kuna kipindi wakati wa kanisa Katoliki la Roma walikuwa wanafikiri dunia iko katikati. Lakini kabla ya kwenda huko nije kwa ndugu zangu ambao Waislamu, kwa sababu kama ninavyosema mimi nimezaliwa katika jamii ya Kiislamu.
Sasa ukikuta mtu mmoja hivi anaanza mara nyingi ukisiguza nilikuwa Muislamu, anajaribu kama unafikiri kwamba unaigiza. Sasa Uislamu anakuweje? Nimezaliwa na kukulia kule Tanga nikiwa na miaka 35. Ina maana baada ya hapo nikapata hizo taarifa katika Ukristo mwaka 98. Lakini ninachogundua kwamba Waislamu kuna karne fulani hivi waliweza wakawa ni wataalamu sana wa elimu ya anga ya astronomy na hisabati. Ndio maana kuna wataalamu kina Al-Khwarizmi bado na kina Algebra walikuwa ni watu wazuri wa hesabu. Hata mimi nilivyokuwa Muislamu nilikuwa ni mtu mzuri wa hesabu. Kwa sababu kipindi hicho mara nyingi kama ni somo ambalo nilikuwa nalielewa, mara nyingi huwezi kanipita somo lingine ila mathematics ni kitu wa Salim Othman Hoza. Sasa kupitia kwa nini wameweza kujua hesabu wale watu? Kuna kitu ambacho kipo, kuna katika nguzo 5 za Kiislamu, maana kuna zile nguzo 3 kwa mfano suala la kwenda kufunga mwezi wa Ramadhani au suala la kwenda kuhiji Maka. Lakini kuna suala unaposwali lazima uangalie nini? Uangalie Maka, kila sehemu utakapokuwa duniani. Kwa hiyo sasa ili waweze kujua kwamba mwezi unaandama lini, lazima waufuatilie mwezi. Miandamo ya mwezi. Lakini la pili lazima watafute dira ya dunia kutazama. Kuanzia kile kipindi wakaweka herufi badala ya namba, na kuna kipindi fulani ambacho kinaitwa golden age of ulimwengu wa Kiislamu. Kuna kipindi kuonekana walikuwa juu zaidi, wakati upande wa Rumi Roman Empire ilikuwa ni dark ages, wakati Uislamu kwa ni golden ages. Baada ya Muhammad kule mbele na baada hayo kwa wamefuatilia sana masuala ya masuala ya mwezi na masuala ya elimu ya anga, elimu ya astronomy. Kwa mantiki unapofuata sasa ndio baadaye kuonekana, baada ya kufuatilia ndipo sayansi inazidi kuonekana, kwa sababu ni uchunguzi wa utendaji wa uumbaji wa Mungu, jinsi unavyofanya kazi na kumwathiri mwanadamu. Kwa inapatikanaje sasa kama ninavyosema katika suala la mwezi ule, ndio hiyo tunakuja tena katika 104:19 Zaburi. Kuna mahali nasema aliufanya mwezi ule kwa ajili ya nini? Ya nyakati, jua latambua kuchwa kwake. Unakuja Zaburi ya 89 na nishaisema mara 37, anasema kiti cha enzi cha mfalme Daudi kitadumu milele kama mwezi, shahidi aliye mwaminifu mbinguni. Kwa unajaribu kuona ule mwezi una hesabu zake, una kanuni zake. Hata kalenda ya Kiislamu inaitwa lunar calendar, na umeweza kuifuatilia sana lunar calendar ile. Nadhani sana kwa sababu huu ni mwaka wa 1447 Alhijiria. Mfano leo siku ya Jumapili, leo ni siku ya Jumapili tarehe 5, ni siku ya 5 ya mwezi wa Ramadhani. Siku ya 5 ya mwezi wa Ramadhani katika mwaka wa 1447 Alhijiria. Sasa mimi kuna kipindi wakati niko mwaka 2010 nilikuwa katika mwezi fulani wa Ramadhani. Ikaonekana nilikuwa nasikiza radio moja inaitwa Radio Imani, iko Morogoro. Wakawa wanajaribu kuongea kwa mwezi utaandama. Au utaandama lini? Ninasema utaandama kesho Jumatano, Hamisi watafunga. Bakwa nasema hautaandama. Sasa wakabishana sana, lakini baadaye kesho kuutazama ule pale ulipo ni kama labda haukuandama sawa, lakini ulikuwa mdogo sana, si rahisi kuona, ila walifunga wakapishana. Kwa katika mabishano yale nikapata picha kwamba huu bishi ukanichochea kwamba kumbe kuna uwezekano kutazama kanuni za anga na kujua ili kuingia katika ulimwengu wa mahesabu. Kwa hiyo ikaonekana kwamba kwa amenisaidia kujua katika elimu hiyo ya astronomy. Baadaye sasa ndio nikaona kwamba tunapataje kwamba wakasema kwamba ule mwezi ili uonekane, kuna mwezi kuzaliwa wanaita new moon, lakini kuna new crescent. New crescent ni mwezi mwandamo. Ule mwezi unazaliweje? Unajitokezaje? Sasa hapo ndipo nakuta elimu ya mambo ya revolution, lakini hapo sio sana revolution ni majira. Unaanza kupata rotation. Yaani jinsi ambavyo dunia inafanya inajizungusha kwenye mhimili wake. Yaani dunia inajizungusha kwenye mhimili wake kutoka wapi? Kutoka magharibi kwenda mashariki. Sasa inapojizungusha utajuaje kwamba inatumia muda gani? Ukitazama wataalamu waliopima dunia katika ile sehemu ya equator ni kwamba mzingo wake ni kilomita 39,776. Ule mzingo katika equator kilomita 39,776 ambao ni sawa na maili 24,860, maili 24,860. Sasa ukishazipata hizo, kwa mfano kipenyo cha dunia kimepatikana kwamba ni kilomita 12,656 kile kipenyo cha dunia. Ukishachukua sasa ili upate speed, upate kitu kama speed katika masaa 24 ukigawanya, unapata dunia inazunguka kwa speed ya kilomita 1657.33 kwa saa. Yaani maana yake unavyoona dunia sasa inazunguka sio kutoka mashariki kwenda magharibi, kutoka magharibi kwenda mashariki. Speed yake ni kilomita 1657
.33 kwa saa katika habari ya rotation. Ukiacha nini? Ukiacha revolution, kwa sababu speed ya revolution tutasema baadaye kwamba ni kilomita 29.6. Sasa inavyokwenda hivi katika anti-clockwise inatengeneza kitu ambacho ni kama centrifugal force, inaingia mara 63 kati ya revolution na rotation. Ndio ile inavyokwenda, afu unaanza kupata yale masaa. Kwa hiyo unapopata ile, unaanza kuangalia sasa mwezi ni nini. Ule mwezi ukitazama ni satellite ambayo ni kama unaisindikiza dunia. Unasindikiza na kutoka magharibi kwenda mashariki. Spidi zake ni ndogo sana. Spidi zake ni kilomita 56.14 kwa saa. 56.14 kwa saa. Yaani maana yake ni kwamba inaachwa kama mara 29 point kitu na nani na spidi ya nini? Spidi ya dunia. Sasa unapotazama leo mchana kama inavyosema Zaburi ya 19, anasema mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Pale ameonyesha jinsi ambavyo jua linavyotoka mashariki na kuzama magharibi vinavyofukuzana. Kwa leo ukitazama ni kwamba jua linachomoza upande wa mashariki asubuhi, linazama magharibi. Lakini jua halitembei, inalotembea ni nini? Ni dunia. Sasa matokeo yake ni kwamba spidi ile ile ya dunia ndio inakuwa spidi ya jua ambayo ni kilomita 1657.33 kwa saa. Sasa mwezi nao ukiangalia ukichomoza, unachomoza mashariki. Halafu unaenda nao wapi? Magharibi. Wakati kawaida yake mwezi hautoki mashariki kwenda magharibi, unatoka magharibi kwenda mashariki kwa spidi ya kilomita 56.14. Kwa automatically ukichukua ni kwamba 1657 ukitoa 56.14 unapata kilomita 1601.19 ambayo sasa ile ndio spidi ya nini? Spidi ya mwezi kutoka mashariki kwenda magharibi. Kwa hivyo vinakuwa vinafukuzana sasa. Jua na mwezi huwa vinafukuzana. Vinavyofukuzana ni kwamba hili jua kilomita 1657.33. Mwezi kilomita 1601.19. Kwa hiyo baada ya siku 29.5 maana ni kwamba jua linakuwa limeupita nini? Limeuzunguka mwezi mara moja. Kwa hiyo sasa siku ya kuandama kwa mwezi unaweza kukuta pamoja vinatokea mashariki. Lakini kwa sababu mwanga wa jua ni mkali, mwezi huuoni, unakuwa umefunikwa. Sasa ikishafika magharibi wakati wa jioni, wakati jua likitangulia sasa kuupita nini? Likitangulia kuzama, wakati limeupita mwezi, ndipo ile alama ile nini? Ile kivuli chake na ule mwanga wake unauona katika sehemu ile, ndio mwanadamu wa mwezi umezaliwa. Kwa hiyo maana hiyo ni hesabu ambayo ni hesabu ya kisayansi, hesabu moja tamu kweli kweli, ambayo ndio chanzo cha masuala ya nini? Masuala ya science. Wana science unaoona wengi ni kwamba tumewasema hawa akina algebra, Al-Khwarizmi, lakini huko mwishoni wamekuja kina Nicolas Copernicus, Galileo Galilei katika miaka ya baada ya revolution. Wao ndio wameingia juu zaidi kuchunguza mahesabu na kukusanya data kwa kiwango cha juu. Na mwisho wa siku ikaonekana kwamba sasa Sir Isaac Newton katika 1687 ndio kaandika kitabu chake Mathematical Principles of Natural Philosophy. Maana ni kwamba akasema dunia ni kama lisali moja, ni lisali kubwa ambalo linatenda kazi, utendaji wake unakuwa ni sawa. Unakusanya data, unaziingiza na kuzipata mahesabu yake. Maana kila kiungo na kiungo kingine vina ushirikiano. Yaani kama unavyoona gari ukishapiga start gari likaanza kuondoka, ni kwamba kuna engine inazunguka, lakini kuna propeller itazunguka, kuna tapetes zitazunguka, kuna uwiano. Ukijua hesabu ya moja imezunguka mara ngapi, utajua na nyingine imezunguka mara ngapi. Ndio galaxy na dunia iliyotengenezwa, ni kwamba ni mashine inayofanya kazi kwa pamoja katika kuna gravitational forces zilizounganishwa kati ya sayari au katika body fulani, kati ya mata fulani na mata fulani. Kwa hiyo tayari vina uwiano. Sasa ukishapata uwiano kama hivyo, ni rahisi kukusanya nini? Kukusanya data. Ukishakusanya data unapata nini? Unapata kujua. Yaani maana ni rahisi kwa kujua ile data. Kwanza kuna through logic and reason, mantiki na hoja. Uwezo wa kupambanua vitu. Lakini baadaye kupata experiment na kukusanya data, na mwisho wa siku unakusanya hesabu. Hesabu inakupa jibu. Mfano mmoja utaongea. Mfano mmoja nikapotea hapa. Kwa mfano, mimi nimefanya research kuhusu habari ya mwezi. Nadhani nilianzia mwaka 2010. Lakini baadaye kufuata masuala ya hesabati nikagundua kwamba mwezi unapoandama mara 198, unaona, mara 198 unakuwa umeandama kukiwa zimepita siku 5845. Hapo umeandama mara 198 unapata siku 5845. Ukigawanya kwa 7 unapata majuma 835. Ukigawanya kwa miaka kwa mwaka wa siku 365 na robo unapata miaka 16 jumlisha siku moja. Sasa nilivyosema majuma 835 maana yake ni kwamba ni majuma kamili yasiyokuwa na point. Kwa hiyo ina maana anajirudia. Kwa hiyo nikajikuta kwamba kwa mfano kama mwaka 1996
mwezi uliandama tarehe 22, yani Jumatatu tarehe 22 mwezi Aprili 1900 na ngapi na 96. Miaka 16 ongeza moja ambayo nilishuhudia mwaka 2012 uliandama siku ya Jumatatu tarehe 24 mwezi wa Aprili 1100 ngapi 2012. Kwa hiyo nashumu kwamba mwaka 2028 siku ya Jumatatu tarehe 24 mwezi wa Aprili utaandama mwezi mwingine ambao sasa tofauti yake kila baada ya miezi miandamo 198. Kiasi kwamba ule wa mwaka 2010 ni kundi la 386. Yaani kuna kundi la 386. Kwa hiyo litakalokuja litakuwa ni kundi la 387. Kwa hiyo kila kundi ukilitazama ni kwamba hii ni swala hesabu na utendaji wa dunia katika masuala ya galaxy au katika swala la anga, katika swala kutazama mwezi, nyota vinavyofanya kazi. Vinafanya kazi katika mfumo ambao mwisho wa siku unaingia katika ulimwengu wa sayansi na baadaye unapata logic and reason, unakusanya data, unapata mahesabu, mambo yanakaa sawa. Kwa hiyo kuna mtu safari moja akawa anasema kwamba watu ambao ni wazuri sana ni Qur'ani ndio ambayo iko vizuri katika habari ya sayansi. Nadhani kwamba Qur'ani ishapata kusema haitaweza kusimama bila Biblia. Si unaelewa? Hafu kuna mtu atapata kusema, anasema Taurati iliharibiwa, Zaburi iliharibiwa, Injili iliharibiwa. Mimi nasema haijaharibiwa, haijapotea siku hata hii moja. Basi kama ingeharibiwa zingepotea siku na tusingejua siku. Lakini ndani ya Qur'ani kwa nini wanasema kwamba Adam kaumbwa siku ya Ijumaa na kiyama kitakuwa siku ya Ijumaa? Sasa mimi nasema Adam hakuumbwa Ijumaa. Kama Qur'ani imesema ni Ijumaa, hiyo ni Ijumaa nyingine. Adam aliumbwa siku ya Jumatano tarehe 6 mwezi wa Abibu mwaka 1465 kabla ya Kristo. Na leo tunavyozungumza leo siku ya Jumapili. Tarehe ngapi? Tarehe 22. Mwezi gani? Mwezi wa Februari mwaka 2026. Leo maana yake ni kwamba ni sawa na tarehe ngapi? Tarehe 5 mwezi wa Ramadhani katika mwaka 1447 Alhijiria. Lakini leo ni tarehe 3 mwezi wa Adar kibiblia mwaka 2025. Ila leo toka uumbaji siku ambazo zimepita bila kupoteza hata moja ni 2,261,226. 2,261,226 kati ya hiyo miaka 6190. Ila kwa ndugu zangu wa Sabato kwa kuwasaidia ni kwamba jana ilikuwa ni Sabato ya 183,761 ya jana. Hakuna siku iliyopotea. Na ili sipotee siku ni kwamba ni taarifa za mwezi, kwa sababu nimesema katika Zaburi 49:7 akasema aliufanya kiti cha enzi cha mfalme Daudi kitadumu milele kama mwezi. Shahidi aliye wapi? Mbinguni, shahidi wa nyakati. Kwa hata mingi kuandikia kuanzia leo hata miezi 10 au tuseme mpaka hata mwaka 2030 na 40 na 50 na 60 kama dunia itakuwepo mimi sipo, nitakuandikia tarehe zote za kuandama kwa mwezi. Kwa science ndio kitu kama hicho, unakusanya data, unapata mathematical progression, unajua kitu ambacho kiko siri. Ndio kazi ya nini? Namba moja ya science, ukiacha habari ya tiba na vitu vingine. Kwa sisi science yetu ambayo tunazungumza inatokana na elimu ya anga na kujua majira na nyakati. Kwa hiyo kama ninavyosema ni kwamba Biblia ndio kitabu katika habari ya ulimwengu wa science. Kinazungumzia masuala ya mbingu, yani mbingu za mbingu katika ulimwengu wa roho. Lakini inaporudi katika ulimwengu wa mwili, yani uzungumza ni scientific. Na ndio maana kuna baadhi ya ndugu zangu hawa kwa mfano leo wanasema ni mwaka 5785 Anno Mundi. Hii ukitazama ni kwamba ni hawa Wayahudi wa kisasa wakiungwa mkono na Warumi ambao wao wanaonekana kama dunia ni kama ilianza mwaka 3761 Jumamosi tarehe 6 mwezi wa Oktoba. Kwa wanaposoma kitabu cha Mwanzo, walisoma kitabu kimoja kinaitwa African Bible cha Wakatoliki. Wanapoona zile taarifa za Biblia kitabu cha Mwanzo, sio Adamu kaishi miaka fulani, ukafanya hivi, wanasema no, that is not a historical background. Wanasema ile sio historia, ni myth. Yaani myth ni kama heka. Mtaalamu mmoja alipata kuzungumza, yule mtaalamu anaitwa Somebody Shepherd, aliandika kitabu chake akasema hauwezi ukajua dunia ulipo kabla hujaambiwa ulipotoka. Kwa hiyo ikaonekana kwamba kazungumza kitabu cha Genesis ni kitabu ambao kikichunguzwa unapata kianzio, ni kama unapata mtaji wa elimu na hekima na maarifa. Ukishakipata kile unajua dunia imetoka wapi, iko wapi na inakwenda wapi. Ndipo science pale inapoanzia. Kwa hiyo ukikiondoa ukianza spiritualize, yani ukifanya ni kama tu kirohoni. We are not angels, we are human being. Kwamba tayari dunia hata miujiza kama Mungu afanya miujiza
baadaye kaweka nini zile kanuni na sheria zile za revolution, rotation machine zile zinatenda kazi, ndio science yenyewe. Basi unakuta Biblia inafiti katika ulimwengu wa science, inayoyasema ndivyo alivyo, ukiacha habari za miracles. Sasa nadhani kwamba nimezungumza hivyo, ila kuna sehemu moja sijaigusia kidogo, sababu nilikuwa najaribu kuangalia sana rotation kwa ajili ya kupata usiku na mchana, vitu kama hivyo. Lakini najua kuna kitu kinaitwa revolution. Revolution, wakati niko shuleni najua kwamba revolution maana yake ni kwamba dunia kulizunguka jua, na unapozunguka na unapata yale majira. Kuna majira unapata, kuna kiangazi, kuna kipupwe, kuna vuli, kuna masika kuelekea position, kulingana na position ya dunia. Sasa wakati niko nakumbuka shuleni kwamba kanaambia kwamba speed ya dunia kulizunguka jua ni kilomita 29.6 kwa sekunde. Yaani 29.6 kwa sekunde. Mimi mwenyewe nikajiuliza kwa hivi kwa dakika inakuwa ngapi? Maana kwa dakika moja tunakuwa tumekwenda kilomita 1776. Kilomita 1776 kwa dakika moja. Nikasema okay, kama ni hivyo je, kwa saa moja ni kwamba dunia, yani tutakuwa tumeipanda dunia kama gari. Tutakuwa tumetembea kilomita 1,06,560 kwa saa moja. Kilomita 1,06,560. Kwa siku moja tunakuwa tumetembea kilomita 2,257,440. Tutakuwa tumetembea kilomita 2,257,440 kwa siku. Tukawa tumepanda katika sayari ya dunia. Kwa hiyo maana kwa mwaka ukishukua mara 365 na robo, unajikuta kwamba tumetembea kilomita 934,104,960. Kilomita 934,106,960,000. Sasa yani baada ya kuipata ile, maana ni kwamba yani wewe fikirie kwa mwaka tu mmoja wewe umetembea. Maajabu ya Mungu kwamba umetembea na dunia kwa spidi hiyo. Halafu unajikuta ni kwamba umekaa umetulia ni kama hakuna panapotikisika. Hakuna panapotikisika. Nadhani kwamba ndio hapo ambapo baadaye mwisho wa siku hebu tujaribu kumpa Mungu utukufu. Tunapozungumza hapa sizungumzi tu habari ya Ukristo. Nimezungumzia habari ya Biblia. Biblia ni kitabu ambacho hakitoi tu nafasi kwamba mtu akisema ni cha Wakristo. Wakristo wameibuka. Kuna sehemu fulani ambapo ukisema Wakristo labda useme wapakwa mafuta, au turudi kiroho zaidi kwamba hata manabii wote walikuwa Wakristo kwa sababu walikuwa na roho wa Kristo. Ukizungumza kanisa, tulikuwa mtu akizungumza kanisa atazungumza kuanzia kipindi cha nani? Cha Yesu labda. Lakini kwa mujibu wa roho iliyokuwa ndani ya Stefano, Matendo sura ya 7 mstari wa 34 anasema Bwana alikuwa pamoja na kanisa wapi? Jangwani. Hakuwa na msikiti kule, alikuwa na kanisa. Lakini ukiacha hayo ni kwamba Biblia inazungumzia watu wote wa dunia. Wawe Waislamu, wawe Wahindu, wawe Wayahudi, wawe watu gani, kwa mujibu ile 17:28 jinsi wanadamu alivyowapa. Kwa tukizungumzia haya, hatuzungumzii swala la mtu mmoja, tunazungumzia watu maarufu wengi, iwakiwepo iwe wa Marekani, iwe wa Russia, iwe wa China. Wote tunatembea pamoja katika nini? Katika sayari ya dunia. Kwa haya masomo yanayohusu nyakati, hayahusu Wakristo peke yake. Hayahusu Waislamu, yanahusu watu walioko duniani. Na watu walioko duniani, nadhani kwa sasa hivi ni kwamba hakuna mtu mwenye miaka 200 duniani. Ni watu labda ni 100, kama mezidi sawa 120 labda wapo, kwa mfano kama kuna baadhi sijaangalia katika vitabu vya kumbukumbu, lakini tuweke kama ni miaka 100. Kwa watu walioko duniani ni watu ambao ukitazama vizuri kwamba wamezaliwa baada ya miaka mingapi? 1933 mpaka sasa kuna miaka mingapi? Si kama hiyo unasema 1933 2000 na kitu. Kitu kama hicho katika mwanzoni mwa miaka 1900. Sasa ukiangalia kwa mujibu wa Biblia unatazama kwamba 1900 kama 33 ni kipindi cha pili wakati Adolf Hitler alipokuwa kansela wa Ujerumani. Lakini vile vile unaanza kuona kwamba maandiko yanasema nitawapelekea Elia nabii. Kuna mtu alijinasibisha kwamba ni Elia nabii katika mwaka 1933. Kwa tunaishi katika dunia ya nyakati hizi ambapo watu wengi na watu wengi wa dini, hata wa science, wanasayansi wanajaribu kuangalia jinsi ambavyo dunia inakokwenda. Kunakuwa kama kuna kitu wanakiita apocalypse, kitu kama hicho. Kwa kuna vitu vinakuja. Wanavyozungumza ni kama kuna giza fulani linaonekana. Hao ni watu wanasayansi tu wa dunia. Lakini ukiondoa wanasayansi wa dunia, hawa watu waliobobea katika dini kwa mfano, wao hata ni mashahidi wa Yehova. Kuna kitu wanakiamini kwamba tuko katika siku za mwisho. Wa Pentecost wanaamini kama tuko siku za mwisho. Kuna hata Waislamu wanajua kwamba kuna mahali anakuja. Kuna kitu ambacho
safari ya dunia imesonga zaidi kuliko zamani. Kwa sababu sisi hatuishi kipindi cha Adam, hatuishi kipindi cha Nuhu, hatuishi kipindi cha Yohana Mbatizaji, hatuishi kipindi cha mitume, hatuishi kipindi cha Efeso, Smyrna na Pergamo, Thyatira, hatuishi kipindi cha mwisho. Kwa katika kipindi cha mwisho sisi watu wa zama hizi, ndio maana hata ulimwengu huu wa sayansi umeendelea zaidi. Ni ulimwengu wa sayansi na teknolojia, lakini ni mambo ya internet yamekuwa zaidi kiasi kwamba life span ya mwanadamu inashuka, lakini uwezo wa kuelewa ni mkubwa zaidi, kwa sababu tushakusanyishwa taarifa na waliotutangulia. Kwa hiyo ushakusanya taarifa, sisi tupo katika siku ambazo ni makusanyo, tunalinganisha, tunapata jumla. Kwa hiyo ina maana kwamba kunakuwa katika dunia tunaokwenda inakuwa ni ya maarifa zaidi, lakini maarifa haya sio kama ameibuka, taarifa zake zimehifadhiwa hatua baada ya hatua. Mwisho wa siku sisi au ninyi vijana tunakabidhi kitu, mnaingia. Ndio maana kikupa kitu unapata taarifa za nyuma, alafu shapo zile taarifa unaendeleza pale ulivyo, unaonekana utakuwa smart zaidi kuliko yule aliyekuwa ametafuta kwa muda mrefu. Kwa ndivyo tulivyo kwamba sasa hivi ni kwamba dunia inatakiwa, yaani inafikia hatua dunia inafahamika zaidi. Kama walikuwa wanakwenda kwa kupapasa, inafikia hatua sio kupapasa. Sasa wanaona walikuwa wanafanya majaribio kwenda anga za juu, leo wanakwenda kiurahisi. Kwa hiyo ina maana kwamba maarifa ya sayansi na teknolojia yanaendelea, lakini chimbuko lake kwanza ni kwamba ni kuhusu kuistadi dunia, kuistadi anga na kuangalia vitabu. Vile vitabu unavyovichukua baadaye unalinganisha. Yaani kitabu kinamsaidia zaidi, kwa sababu kabla ya vitabu watu walikuwa wanaweza kuchunguza wakaona. Sasa cha ajabu waliyochunguza na kuona, ukija katika Biblia yanakaa yametulia, vinalingana kabisa, kwa sababu kitabu ambacho kimeandikwa kinatoa taarifa, halafu kimeandikwa na waandishi wengi kwa miaka mingi, mpaka sasa kuna miaka 6190. Halafu kimepita kwenye mikono gani? Nani kakihifadhi? Unakuwa kama haujui vizuri, lakini umekikuta halafu kinatoa taarifa. Je, huyo mtu kaandika juzi? Kwa sababu Muislamu ndio maana kuna kitu ambacho check and balance katika dunia. Kama Uislamu umekuwepo miaka 1400, ina maana 1400 kutoka mwaka 610 katika Jabal Hira, wakati anakwenda katika pango la Hira siku ya Ijumaa tarehe 17 Ramadhani katika mwaka wa 13 kabla mwaka wa Hija, ambao ni Ijumaa tarehe 5 mwezi wa Machi 610. Kipindi hicho ndio wakati huo Papa Boniface wa 3 kwa upande wa magharibi anachukua cheo cha Pontificus Maximus kuitawala dunia. Kwa Mungu yuko pande mbili kama check and balance, ili kwamba huyu akiharibu huyu ahifadhi taarifa. Kwa hiyo ile Muislamu kahifadhi taarifa kwa zaidi ya miaka 1400. Aseme hizo taarifa kuna mtu amesema ziliharibiwa. Kwa hiyo maana kesi sio za uongo, ni taarifa halisi. Halafu unazigundua kwamba huu mwezi unaozungumza hiyo tarehe 2 Februari mpaka ukapata mwaka huu 1447 Alhijiria, kwa mujibu wa Biblia vinaungana pale kwamba hiyo siku ambayo mwezi umeandama umeumbwa katika uumbaji wake unaonekana kwenye Biblia. Kwa siku kalenda ya Kiislamu inaanza, mwezi ulikuwa tayari ushaandama mara 59,220 na ngapi? 27. Mara 59,227 wakati wao sasa ndio mwezi wao pale unaanza. Sasa ili wapate nakubaliana ile siku ambayo uliandama, nakubaliana ukifuatia ule mfuatano watangia siku ambayo mwezi uliumbwa. Utaitoaje? Kwa sababu ile ni kanuni ya kimahesabu. Kwa sababu unajua ni hivi, nilisemaje, speed ya dunia ni kilomita 29.6 kwa sekunde. Tukaja mpaka kusema kwamba inatembea kilomita 1,6560 kwa saa. Ile sio speed, inaitwa velocity. Velocity ni constant speed, kwamba no acceleration no deceleration. Yaani maana yake hauongezi mwendo, haupunguzi. Kile kitu kimetulia katika galaxy, katika anga, katika Milky Way. Maana yake ni kwamba tayari kuna balance ya kiwango cha juu. Kwa hiyo hakuna kuongeza, hakuna. Kwa ile consecutive ile progression unapata hesabu juu yake. Na maana kwamba tuna balance katika anga lile. Kama ambavyo unakuta mtu akipanda ndege, ukitoka labda kidogo utafunga mkanda na kushuka, lakini ikitulia angani kama hakuna mawimbi, mtu anakunywa chai imetulia, hauoni kama unasafiri. Sasa hiyo ndio dunia tulivyo, na maajabu. Kwanza mwanzoni ni maajabu, lakini baadaye hapo ni kanuni. Unatembea na kitu hakitikisi kwa sababu kiko katika, ni kama anga lile, kwa kama ni vacuum. Kwa hiyo maana kwamba tayari unakubaliana na hayo mahesabu yanayosemwa, kwa sababu hayupo taarifa yote duniani ya kweli ambayo itaonyesha mwanzo wa mambo. Hapo mwanzo wa mwezi, mwanzo wa hiki. Halafu maana huwezi kuhesabu kuanzia katikati ukajua, lazima uanzie mwanzo. Sasa mtu mmoja pekee aliyekuja labda katika mwaka 1859, Charles Darwin, aliposema origin of species by means of natural selection, kwamba akaja habari ya manani wanasema
mageuzi, kwamba vitu vimetokana na mageuzi. Yes. Lakini ile tunaita nadharia aliyopata 1859 alichokifanya ni kwamba Wakristo wengi walibweteka kila kitu Mungu, mwisho akili hazishughuliki, yeye akaamua wape challenge. Ile challenge ndio unafikia hatua kusema okay, labda dunia ina 4 billion years, kuna nani amegunduliwa Olduvai Gorge. Kwa hiyo zile zote haweza kukupa data za uhakika, lakini Biblia inakupa fakti, inakupa mpaka mtu wa kwanza Adam, inazungumza hatua zake, chronology ile imefuatana mpaka leo tunasema hivi ni siku ya 2,261,226, haipungui hata moja. Kwa kama kuna mtu ambaye ni msomi yoyote yule anasema kwamba anazijua za kwake, aje tuzungumze. Msabato ambaye anasema ni msabato, nikimwambia leo ni sabato ya 183,761 ile ya jana, itakuwa hivyo kwa sababu sabato ilianza lini? Jumamosi tarehe 22 mwezi wa Mei mwaka 1496 kabla ya Kristo, ambao ni katika nini, hata kabla kati ya Sini na mlima Sinai, kabla hajafika mlima Sinai. Hiyo ndio sabato ya Kiyahudi, Judaiki. Sabbath inapoanzia waliopewa nani? Wayahudi, ambao Ibrahimu hakupewa, Isaka hakupewa. Na mimi nadhani kwamba hao jamaa nao wamenisaidia sana wa sabato. Ile miaka ya 90 na kitu nilikuwa na marafiki zangu akina Samson Kibona ambao wanajaribu kuniambia katika vitabu vile wale wanyama, wakaja habari ya siku kwamba sio sabato usipopunza. Mwisho mimi kapata ile hamu ya kujaribu kusoma ili kwamba nijue siku zinakueje. Kwa amenisaidia sana. Lakini mwisho wa siku baada ya kuzifuatilia ndio nikaweza kujua nini habari nyakati na majira, mpaka idadi ya sabato toka ile mimi naijua. Ila hakuna msabato yote duniani anaweza kaniambia hivyo kwamba sabato ile ya jana ni ya 183,761, ambapo tunavyokuja kama mwezi, jua na nyota viliumbwa siku ya 4 ya juma la uumbaji. Unaikuta ile siku ya 7 ambayo Mungu alipumzika haianguki lini? Jumamosi. Kwa namna kuna kwamba ilikuwa Jumamosi. Kwa sasa haino sema yote, maana unajua knowledge hii mtu anasema ina maana gani? Usipofahamu ukweli lazima utafuata uongo. Nilikwambia ile asubuhi kwamba tunakwenda kutoka utukufu hadi utukufu, nuru hadi nuru. Mimi wakati nimekuwa Muislamu kipindi kile, kwa mpagani Uislamu ni nuru kwangu, tena nuru ya kiwango cha juu. Halafu baada ya hapo, baada ya kuja katika labu Pentecost peke yake kuna nuru kuu zaidi. Lakini baada ya kuja kwenye masomo na ujumbe wa siku za mwisho, nuru uliyopata ni kuu zaidi. Kwa hiyo kama unasema angani kuna kuwa mchana, kuna nyota, lakini kuna jua. Sasa kwa sababu jua linawaka sana, nyota hata mwezi upo unafichwa huoni. Lakini kifikia hatua kama mwezi haupo, jua halipo, nyota zinatamba, ndio unapata nuru ya nyota na nuru ya mwezi. Kwa hiyo katika habari ya ufahamu na hekima, ukipata nuru iliyo kubwa, hizi nyingine zinafukiwa, unakuwa kwenye nuru iliyo kubwa zaidi. Na ndio hayo makusudi ya mwanadamu kufikia uwezo wa kiwango cha juu cha kumfahamu Mungu na uumbaji wake. Kujua, yani kujitambua, kujua dunia na mazingira yaliyokuzunguka na utendaji kazi wake. Hiyo ndio kusudi la Mungu. Hiyo kazi mnyama, mbuzi na nini hawezi kufanya hiyo kazi. Na kwa kama ndio kila mtu katika dunia hii amenisema. Kuna mtu mmoja wakati naongea haya mambo, wewe ulisoma wapi? Mwingine anaweza ka comment, wewe mzee muongo kwa sababu inaonekana kwamba wewe unasema tu muongo wapi? Ina maana kwa kuna mtu mwingine anasema nishapata kuzungumza mtu, lakini kila mtu na imani yake. Nikamwambia hiyo imani yako umeokota kwa jalala gani? Mimi nafahamu hivi, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia hoja kwa neno la Kristo. Tunaamini kwanza kwa kusikia. Lakini ukishasikia baadaye tunachunguza ndivyo yalivyo. Ndio maana unaweza ukajua mambo kwa experiment, kwa kukusanya data au kwa njia ya mahesabu. Yaani maana unakuwa kama na jicho la tatu. Unaweza mwanadamu akaona mbali ambapo haupo. Haya macho yanaona jirani zaidi, lakini macho ya akili yanaweza kuona mbali. Ndio maana tunasomesha watoto wanajua mambo kabla ya kwenda katika mwezi kule angani juu, kupitia masuala ya geometry, masuala ya astronomy, masuala gani. Walishajua hesabu toka duniani mpaka kule. Alafu tunasema vipi ni malaika? Si malaika, isipokuwa ni watu ambao wametumia vizuri zawadi za akili. Ndio maana tunagharimia sana watoto mnakwenda shuleni. Tungetamani mpigwe tu mijeledi kama China. Maana China kuna kipindi lazima mnapoteza muda. Wazee tunaanza kufanya kazi afu nyewe mnasoma. Lakini kwa tunakokwenda ni kwamba elimu na msingi ni ya maana zaidi, kwa sababu mtaingia kwenye mfumo wa AI, artificial intelligence. Kwa sababu kufanya kazi hamna, maana yake mtumie science na teknolojia zaidi kufikia viwango vya juu zaidi. Kwa hiyo maana yake kama ninavyosema ni kwamba tunasema haya masomo ya hii dunia, nishazungumzia dunia, nazungumzia wanadamu wote wanaishi duniani, bilioni kadhaa, bilioni 8 wanaoishi dunia. Sijachagua Mhindi wala mzungu wala nani. Wote tunatembea katika ile sayari, kama bomu likilipuka duniani na tulipukia wote. Kwa hiyo sizungumzii dini yangu, sizungumzii Ukristo, nazungumzia sayansi, ila tumetumia Biblia ambapo bahati nzuri watu wengi na historia inazungumza. Hata historia ukitazama inazungumzia labda A History of the World Civilization, itazungumzia habari za Sumer, itazungumzia habari za Babeli, itazungumzia habari ya kule ambako Biblia inazungumza. Kwa hata mtu asishupaze shingo Muislamu, kama anavyosema kama vilikuwa Muislamu. Mimi sasa hivi
Mimi nadhani kwa sasa hivi mimi kiimani sio Muislamu, ni Mkristo. Ila sio Mkristo wa dhehebu fulani, no? Mnakuwa Mkristo kwa kuzaliwa mara ya pili, kwa kuwa na roho wa Kristo. Na ukishakuwa Mkristo, sema kuwa ni mtawala, alafu nakuwa ni mwana wa nani? Wa Ibrahimu. Kwa sababu ina maana kwamba tayari ukishakuwa Mkristo umekuwa ni mwana wa Ibrahimu na mrithi wa zile ahadi. Lakini katika habari ya dunia na maisha, tukishakuwa kwenye mwili, hakuna cha Muislamu, hakuna cha Mhindu, hakuna cha Mbudha, hakuna, tunashirikiana. Tuko kwenye chombo kimoja. Na maana kikiwaka vita, kikilipuka, tunalipuka wote. Kwa hiyo Biblia kama nasema kwamba ni kitabu ambacho ni source ya kila kitu. Ukishaondoa kitabu cha Mwanzo, Genesis, maana kama hata kwenye kuhesabu unaanzia katikati. Sasa hivi ukianzia katikati, hapo mwanzo, rudi pale mwanzo uone kila tukio ni pale mwanzo. Ndio start, kupiga gari start. Huwezi ukajua unabii wote, hata kifo cha Yesu kwamba hujui kwamba atakufa lini, kwa nini afe, mpaka urudi mwanzo anafia dhambi kumetokea nini. Lakini ukianzia katikati utaweza ukajua kitu chochote. Sijui labda kama una jambo lingine lolote hapo. Asante sana. Mimi nadhani nimeshaeleza kwa kina Biblia katika ulimwengu wa sasa, na vile natumaini kwamba wafuatiliaji wetu wamepata kitu. Asante sana, hadi siku nyingine tena.